Haleluya. Kwa hiyo tukasema ya kwamba hatuwezi tu kuishia hapa hapa kuambiwa kwamba tuko busy na mambo ya dini. Bwana asifiwe sana. Tuhame, tutoke hapo. Tukaja katika kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 23. Tukakutana na majibu Kristo anayatoa ambayo yamefanyika kuwa kama kizingiti ama kuwa kama kizuizi cha kufanikiwa kwetu au kufikia kusudi letu katika maisha yetu. Anasifiwe sana. Haleluya. Kwa tukasoma pale sasa katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 23. Haleluya. Ngoja tusome hili sasa isiwe ni story. Mathayo 23 mstari wa 23. Haleluya. Mathayo 23 mstari wa 23. Bwana asifiwe. Anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnamaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili, rehema na imani. Hiyo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapo ndipo somo letu likaanza rasmi. Kujua sasa ni wapi ambapo tunakwama na ni wapi ambapo ibada yetu ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo anatuambia kwamba, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo. Sasa sifa ya waandishi na Mafarisayo ndiyo sifa ya mtu ambaye ameshika dini vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao waandishi na Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wanaijua vizuri sheria kuhusiana na imani au dini. Kwa hiyo ikiwa sisi tutaamini kwamba ibada ni katika yale mambo ambayo yule Bwana aliyataja, kama vile kufunga au maombi, yule Bwana akasema anatoa zaka, maana yake kujitoa yeye mwenyewe na sadaka na nini. Kama tutaamini sana katika hicho kitu, Bwana asifiwe sana, tutakuwa na sifa zinazofanana na Wafarisayo na hao waandishi. Bwana asifiwe sana. Sasa Kristo akawaambia, ole wenu ninyi, kwa sababu mnachokifanya ni kitu cha kidini, lakini mmeacha mambo makuu ya msingi matatu anayataja. Jambo la kwanza anasema ni adili. Jambo la pili anasema ni rehema. Jambo la tatu anasema ni imani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo hakusema kwamba haya mambo mengine tu ya ignore. Maana anasema kwamba msiyaache. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama ni maombi yaendelee. Bwana asifiwe sana. Kama ni utoaji uendelee. Lakini kuna mambo matatu ya kuzingatia hasa, ambayo hayo yanatafsirika kama ibada mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema adili, rehema na imani. Na nikasema mambo haya yanapatikana sasa kwenye mfumo wa maisha. Achana na zaka, achana na maombi. Maombi yanapatikana ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Sadaka tunatoa wapi? Ndani ya kanisa. Lakini kuna mambo ambayo yako nje ya kanisa. Mambo hayo ndio msingi hasa wa ibada ambayo inatusogeza mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wiki iliyopita tuliangalia adili kwa undani na kwa uwezekano mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna mtu akuelewa kuhusiana na adili, huyo mtu hahitaji neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ila anahitaji hukumu ya Mungu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Neema ya Mungu yani sio kufugwa kama broiler, yani sio pepetwa kama broiler. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ila neema ya Mungu ni fimbo. Ni mwalimu mkali. Bwana asifiwe sana. Bwana anasema hivi, na sisi je, tutapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo adili tulisema ni matendo au ni hali endelevu ya kutenda vyema
katika maisha yako nje ya jengo la kanisa. Maana sio sana. Tukasema kugusa wahitaji, kusaidia wenye mahitaji mbalimbali, wenye changamoto, kugusa maisha ya mwanadamu mwenzako. Maana sio sana. Tukajifunza kwa undani sana na tukasoma maandiko jinsi ambavyo unapomgusa mwingine Mungu anahusika na maisha yako moja kwa moja. Tukasema effect ya kutokutenda vyema kwenye maisha yako na ufalme wa Mungu. Maana sio sana. Kwamba katika mambo yatakayotumika siku ya kuhukumu mbele za Mungu, moja wapo ni pamoja na kutokutenda vyema, kutokusaidia wahitaji, unakupa kigezo wewe cha kwenda jehanamu.